umoja wa walimu wasiokuwa na ajira Tanzania kupitia mitandao ya kijamii. Siku ya leo tumeita hapa waandishi wa habari kwa masuala kadha wa kadha, lakini la kwanza ni juu ya kuitwa na Mheshimiwa Waziri George Boniface Ndachawene kwa kushirikiana na viongozi wa wizara mbalimbali ikiwemo Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, lakini pia Ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na viongozi mbalimbali. Walituomba tufike mjini Dodoma kwa ajili ya kuzungumza mambo kadhaa, na siku ya jana tulizungumza. Mungu ni mkubwa, tuweza kupata majibu ambayo ni mazuri kupatia moyo wa walimu, kwa sababu tuliandika tangu siku za nyuma, lakini wameweza kusikiliza. Lakini siku ya tuko na wawakilishi mbalimbali wa NETO, akiwemo mwenyekiti na wajumbe wengine kutoka mikoa mbalimbali Tanzania. Lakini kwa kuanza na kufuata protocol, naomba nikaribishe makamu mwenyekiti wa NETO, Non Teachers Organization, kutambulisha viongozi lakini pia na wawakilishi kutoka Tanzania ambao walikuja kwa Mheshimiwa Waziri wa kuanza na kupata Boniface Ndachawene kwa ajili ya kuwakilisha walimu wote wasiokuwa na ajira nchini. Karibu sana mwalimu. Asante. Hatua ya kwanza ambao walikuja kwa Mheshimiwa Waziri wa kuanza na kupata Boniface Ndachawene kwa ajili ya kuwakilisha walimu wasiokuwa na ajira. Asante. Kama katibu mkuu alivyokuwa amesha kuzungumza hapo nini ambacho mbele yetu. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Agnes Jafet Mkundi, ninatokea Mwanza na ni makamu mwenyekiti wa walimu wasiokuwa na ajira Tanzania, yani NETO. Ninapenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wajumbe wetu ambao tumeweza kuambatana nao kwa siku ya leo. Tulikuwa nao wengi kwa siku ya jana, lakini baada ya kupata na dharura mbalimbali, leo tunakuja kuwakilisha watu wachache miongoni mwetu. Na anza na kutambulisha Isaya Samuel Daninga. Taomba unaposikia jina lako simama tu na kukaa kwa ajili ya watu kutambue. Huyu ni makamu katibu, ni naibu katibu. Lakini pia tuna Yasinta Mcharo, anatokea Arusha, ni naibu pia katibu. Tuna manaibu wawili. Isaya Samuel ametokea Tabora. Wajumbe wengine tuna Filipo Gabriel Kisokelo, anatokea Dodoma hapa tulipo. Tuna Innocent Edward Simika, anatokea Dar es Salaam. Tuna Omari Hamisi Simbambili, anatokea Morogoro. Tuna Lucia William Nandi, anatokea Mara. Tuna Isonga Charles Milanga, anatokea Shinyanga. Tuna Jonas Samuel Msigwa, huyu pia anatokea Morogoro. Tupo wengi, lakini kwa sasa tunawakilisha wachache kwa sababu ya mambo mbalimbali ambayo yako nje ya uwezo wetu pia. Kwa kuomba nafasi hii pia, baada ya nafasi ya utambulisho, nafikiri nimtambulishe mwenyekiti wa umoja huu, na ataweza kujitambulisha kwa majina yake na kuendelea na ratiba inayofuata. Karibu.
Dr. Mwenyekiti wa umoja wa walimu wasiokuwa na ajira, Non-Employed Teachers Organization, NETO. Kwa kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kipekee ambayo ameweza kutupatia au kututunuku, kwa sababu si kwa akili zetu wala sio kwa ujanja wetu, ni kwa sababu yeye mwenyewe amelikusudia hili. Pia nipende kushukuru umoja wa walimu wasio na ajira kwa namna ambavyo wamekuwa na umoja na mshikamano bila kujali tofauti zetu za kidini, tofauti za kikabila au tofauti zingine za kimazingira ambazo zinatofautisha, kwa sababu wana NETO wako katika kila kona ya nchi hii. Aidha, umoja huu umekuwa na tija sana kwa sababu lengo letu ilikuwa ni kudai ajira, na linaendelea kuwa ni lengo la msingi la umoja wa walimu wasio na ajira. Hivyo basi, naendelea pia kuishukuru serikali kupitia waziri wa nchi ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, kwa namna ambavyo walilionelea swala hili kwa uzito wa hali ya juu sana hadi kuweza kulibeba kama viongozi, lakini vile vile kama wazazi wetu sisi, kwa namna ambavyo wao waliamua ni vyema waweze kulizingatia. Hivyo basi, uamuzi wa waziri kutukutanisha sisi na mawaziri kutoka wizara 3 na viongozi mbalimbali wa serikali ili tuweze kuona na kutanabaisha namna bora zaidi ambayo tunaweza kuiendea au kuifata ili tuweze kutatua changamoto hii na serikali iweze kuishughulikia changamoto hii ya ukosefu wa ajira kwa vijana wa Kitanzania, hususan walimu. Kwa kuzingatia falsafa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, falsafa ya 4R, Mheshimiwa Waziri George Boniface Simbachawene aliweza kutukutanisha na wizara 2, ukijumlisha na wizara yake jumla zinakuwa wizara 3 na makatibu wakuu wake, vile vile viongozi wengine wa serikali kutoka wizara husika. Tunaweza kusema kwamba falsafa hii imekuwa na tija kubwa sana kwetu, kwa sababu nafasi hii imekuwa ni ya kipekee. Tumeweza kujadiliana na serikali namna bora zaidi ambayo itasaidia na itakuwa imeleta afya kwa vijana na taifa kwa ujumla. Hivyo basi, changamoto zetu tuliweza kukutana na serikali hiyo jana na kuweza kuzibainisha vizuri kabisa, na mambo mengi yanaenda vizuri, na tunashukuru Mungu kwamba amezidi kutusimamia katika hili, na hatuna budi kusema asante hata kwa serikali pia. Sasa mpaka hapo nataka nimkaribishe katibu mkuu wa umoja wa walimu wasiokuwa na ajira ili aweze kwenda moja kwa moja kuainisha au kutabanaisha mambo ambayo tumeweza kufikia au hatua tulizofikia na serikali siku ya jana, ili sasa Watanzania waweze kufahamu kwamba NETO sasa inaelekea wapi na uelekeo ni upi. Asanteni sana. Katibu mkuu, karibu. Aje hapa wakai. Ngoja kwanza mama samani ili usitutoe kwenye confuse. Nafikiri nitazama kuongea kama mwenyekiti atazungumza, atazungumza kwa utaratibu tu mzuri ili tuweke mambo ya sawa. Kitu pekee sana tunashindwa kuongea kwa ustaarabu mzuri. Kwa hiyo tuachane tuongee kwa amani, itakuwa ni nzuri zaidi. Tu pressurize tutashindwa kupata content ambayo imekuja kupata pia. Karibu. Ameshazungumza. Ameshazungumza. Sawa.
Yani kile tulichopanga kukizungumza ili nikizungumze mimi hautakizungumza. Basi sasa njoo hapa. Njoo. Nenda kwenye content kabisa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti Mwalimu Paul Kaheza kutokea Geita. Kama ambavyo nilijitambulisha awali, naitwa Mwalimu Daniel Edgar Mkinga kutokea mkoani Pwani Kibaha. Ambacho nataka kuzungumzia sasa hivi ni swala ya mambo ambayo tuliweza kuyajadili siku ya jana na Mheshimiwa waziri watatu ambao waliweza kufika kwenye hicho kikao. Kama ambavyo kwenye baada ya wiki mbili nyuma tuliweza kuainisha mambo kadhaa ambayo tulikuwa tunakutana nayo sisi walimu kupitia usaili. Yote hayo tuliweza kuyazungumzia, lakini pia tuliwasilishia makala yetu hii yenye peji zaidi ya 22 ni namna gani ambavyo sisi walimu tunakutana na changamoto zote kuanzia kwenye usaili mpaka mwisho. Tunashukuru sana, nazidi kushukuru pia fora za Mheshimiwa Rais za kutukutanisha na Mheshimiwa waziri ambao kimsingi wamekuwa na nafasi kubwa ya kutusaidia walimu na kujihisi sio wakiwa tena, lakini wa kujihisi sio watu wanyonge tena. Tuliweza kuzungumza na ofisi ya utumishi juu ya swala kubadilika kwa mtaala, lakini pia tulizungumza masuala ya usaili, lakini pia tulizungumza umri wa kustaafu, lakini pia tulizungumza namna ya uzalishwaji walimu, ambapo mengi tuliyabainisha na Mheshimiwa waziri. Tulikubaliana na serikali katika maamuzi ya kuunda tume ya wizara 5. Hizo wizara ambazo zinaweza kufuatilia changamoto ambazo sisi tumeziwasilisha. Mheshimiwa waziri aliweza kutuomba kuwa wavumilivu baina ya siku 30 mpaka siku 45, ambapo wizara zaidi ya 5 zitakaa na kuunda tume na kuzungumza mambo kadha ambayo tuliweza kuyazungumza, ambazo wizara ambazo zitafanya kazi kwa ajili ya kutatua changamoto zetu ilikuwa ni ofisi ya Rais utumishi wa umma na utawala bora, lakini pia ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, pia na wizara ya fedha. Hizi zote zitakaa kwa ajili ya kuweza kusort out changamoto. Lakini kubwa kuliko ni kwamba kulikuwa kuna changamoto ambayo tuliweza kuhoji juu ya swala lilikuwa sort out pale jana ya walimu wa uchumi ambao kimsingi wao hawakupata nafasi ya kupata nafasi ya kwenda kwenye usaili kutokana na changamoto mbalimbali. Mheshimiwa waziri wa elimu na Mheshimiwa waziri wa utumishi waweza kusort hapo na kuweza kupata kibali cha kufanya hiyo field. Lakini kingine ni kwamba tumekubali maamuzi ya waziri ofisi ya Rais utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa George Simbachawene, kwani alitupokea kwa upendo, furaha na kutufanya sisi kama watoto wake na kuyachukua changamoto zetu sisi kama walimu, na tulijisikia faraja kubwa na kuona kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuchagua viongozi ambao ni bora, lakini pia viongozi ambao wanajali, kwani walitupatia muda sisi ambao tulikuwa tuna changamoto kidogo, wakatupatia muda mzuri kabisa kueleza yale ambao sisi yanatusibu na kuweza kuyashughulikia kwa ufasaha zaidi, na kama ambavyo walitupatia majibu. Kimsingi watu wasiwe na hofu au kuona kwamba hili swali limeenda kisiasa. Hapana, kwani wameunda tume ambayo inaenda kushughulikia changamoto zote ambazo tumezieleza A to Z, peji ya kwanza mpaka peji ya 22. Majibu sahihi kabisa kwa kile ambacho kilitokea, na kutuomba kwamba kutokana na sera na kanuni kuna mambo hayawezi kubadilishwa kwa muda mfupi. Ndio maana kuundwa kwa tume hizo 5 kwa ajili ya maridhiano, lakini pia kwa ajili ya kutatua changamoto ambazo wananeto tuliweza kuziwasilisha. Hivyo basi ni watangazie wananchi wa Tanzania kwamba kwa muda huu kuwa wastahimilivu,
kuwa na watu ambao wenye hali ya umoja, lakini pia kuilinda amani ya nchi yetu kupitia kuvumilia, kwani Mheshimiwa Rais ametusikiliza, lakini pia ameweza kuweka muda maalum wa kutatua changamoto zetu. Hivyo basi kwa kusema hayo, labda kama kuna mwandishi wa habari yote ana maswali ili muelekeze Mheshimiwa Mwenyekiti kwa ajili ya kuyatolea ufafanuzi. Karibuni. Labda nikaribishe makamu mwenyekiti kwa ajili ya ufafanuzi wa hilo na kujazia mengineyo. Asante. Asante. Napenda kujibu hilo swali. Kwa mujibu wa kikao cha jana, namna ambavyo tulizungumza, majibu ya kwamba wamefanyia kazi hilo swala, kwa maana ya changamoto zote kama tulivyoziainisha kwenye majibu, kwamba yani kwamba wamefanyia kazi yale zile changamoto zote ambazo sisi tumekuwa tumeshaziainisha pale kama walivyozisikiliza, ni bado. Ila hatua ya kwanza wamesema kwamba kutokana na changamoto nyingi tumezitaja na inaonekana nyingi zina changamoto, lakini mapendekezo tulioyazungumza katika serikali yanatija, na wameona kama vijana wana sababu ya kutusikiliza, lakini vile vile wameona kuna sababu ya kutendea kazi, kwa sababu vingine vinakuwa kama msaada kwa serikali. Kwa hiyo wao kwa ridhaa ya waziri Mheshimiwa Simbachawene amejaribu kutoa agizo kwamba tume itaundwa. Hiyo tume itahusisha wizara 5 ambao watakaa sasa kwa ajili ya kuzungumza, kwa ajili ya kuchakata swala zima la ile makala na kuichambua, kuona vitu ambavyo vinaweza vikafanywa kazi kwa muda huu na vitu ambavyo vinaweza vikatakiwa kusubiri muda ufike, yani muda mrefu. Baada ya hapo watatuita tena wananeto tukae kwa ajili ya kushughulikia sasa vile vitu ambavyo wao wameona vinawezekana kufanyiwa kazi kwa muda huo. Nadhani ndio majibu yaliopo, na ndio maana tukasema kwamba lazima tuwe wastahimilivu. Tusubiri siku 30 mpaka siku 45 kwa mujibu wa ratiba zao, ili waweze kuichanganua ile makala, kupembua vitu vya msingi, vitu vya muda mrefu na vitu ambavyo vinaweza vikarekebishika kwa muda mfupi. Ndio hilo ambalo tunapenda kuambia wenzetu, wao wastahimilivu, na kwa sababu tunaendesha vitu hivi kisomi, basi hatuna haja ya kupaniki. Zaidi tuiamini serikali yetu kwamba inasikia maombi yetu, na rais wetu Samia pia ana uwezo wa kutatua hizi changamoto. Zile zinazowezekana kutatuliwa kwa wakati zitatatulika, lakini zile ambazo zitakuwa haziwezekani kutatuliwa kwa wakati, pili tutakaa na neto. Tukishakaa pamoja na wao tutaziwekea hali ambayo inatakiwa tena tusubirie. Hivyo ndivyo ambavyo tumepewa maagizo hayo. Asante. Samani.
Na hao wadogo zenu sasa wengine ambao wanaendelea kuwa produce huko vioni wanakuja mtaani, wenyewe mtakuwa mmeacha kwenye misingi ipi? Waanzishe chama chao na wenyewe waje wapambane, au kuna utaratibu gani ambao umeuandaa baada ya nyie kutoka hapo mliko kwenda? Yote ngoja ndajibu yote tutajihakikishia. Tutasahau sasa. Ngoja nijibu maswali mawili kwanza. Okay. Asante sana ndugu mwandishi. Nitaanza na swali la kwanza ambalo amesema kwamba liko kwenye msingi wa adhima yetu, kwamba adhima yetu ni ajira. Na mpaka sasa hivi serikali imetoa timeline kwamba siku 30 mpaka 45 itakuja na majibu kuhusu hatima hii ya ajira. Hilo ndo jambo la msingi na kubwa la kwanza. Na ndani ya hizo siku 30 mpaka 40 serikali imeahidi kuwa ikipata changamoto yoyote katika kutafuta solutions za matatizo ambayo tumeyawasilisha, kwa sababu changamoto zile ambazo tumeziwasilisha ziko katika misingi miwili. Walituelekeza pale. Kuna changamoto na mapendekezo yako katika msingi wa sera na kanuni, ambazo automatically kanuni zinatakiwa zikabadilishwe bungeni. Na kuna changamoto zingine ambazo zinaweza kutatuliwa chini ya mamlaka ya kamati. Kwa hiyo wao wakiwa wanaendelea na mchakato huo, walitusisitiza kuwa wanaweza kutuita mara kwa mara ili kuweza kushirikiana katika kuendelea kuzisolve. Kwa hiyo watakuwa wanaenda wanatubainishia wao sasa kwamba hii tumefika hapa, hii tumefika hapa. Kikubwa ni kwamba kufika mpaka hiyo tarehe, baada ya hizo siku 40 waje na feedback. Hilo ndo swali lako la kwanza. Swali la ndugu mwandishi pala anasema kwamba NETO ipo. Je, serikali ikiajiri walimu wote wasio na ajira, hii NETO na wale wanafunzi ambao wanasoma vioni walimu itakuwaje? Labda tu jibu jepesi na la haraka tu ni kwamba kama watu wote wameajiriwa sasa, ina maana tayari NETO haipo. Tunaelewa vizuri? Sasa basi, kwa sababu bado muda tunao na bado uzuri tuko na mazungumzo na serikali, tutajitahidi kuongea na serikali namna ambayo itaturahisishia sisi ili huduma hii ya vijana kwa serikali iendelee kuwepo. Sio tu kwa walimu, tunazo sekta nyingi ambazo zinaweza kushauri namna bora zaidi ya kuweka mambo kwa mustakabali wa taifa letu. Asante sana. Lakini labda kwa kuongezea, au ungeuliza swali kabisa ndugu mwandishi? Unataka niongezee? Sawa. Lakini pia kwenye swala zima la kuajiri, kama ambavyo tulisema unajua kuna vitu vingine pia tulikuwa hatuvifahamu, lakini pia tumevifahamu, ni kwamba kuna wizara lazima zikae. Yaani baada ya kuwasilisha hoja zetu na makala yetu ambayo tumeenda kuiwasilisha, ilionekana kwamba kuna haja ya wizara zaidi ya 5 ambazo ziweze kukaa na kuseti mipango. Mfano wizara ya utumishi, TAMISEMI, mipango na uwekezaji, lakini pia wizara ya elimu na fedha. Kwenye mishahara kuna wizara ya fedha. Kwa hiyo uwezi tu kwenda kwenye wizara ya utumishi akakujibia na majibu ya wizara ya fedha. Kwa hiyo sasa wakikaa watakuja na majibu mazuri. Yawezekana kuongeza idadi ya walimu kuajiriwa. Kwa hiyo kama ameanza kuajiri walimu 15,000, basi wizara imesema itaongeza idadi ya walimu. Lakini pia watu wasione kama NETO sisi tumeshindwa kuyawasilisha yale ya wananchi. Tumeyawasilisha na kila kitu kina utaratibu wake. Kwa hiyo sasa inabidi tujipe muda. Yaani sawa umeenda kulia njaa kwa jirani wakati kuna babako nyumbani. Unavolia njaa kwa jirani, babako anakuita, "Njoo tuongee ili uniambie una shida gani." Unavouliza babako anakuambia basi subiria tukupe utaratibu fulani, ni vema tukasubiria. Na basi ikifika siku ya 30 mpaka siku 45 hakuna kilichofanyika, nafikiri sasa ndo mnaweza kuja kutuuliza mbona NETO mlikisema hiki na hakijafanywa kazi hiki. Sisi pia tutarudi kwa serikali iweze kutupatia majibu. Lakini kwa sasa hivi tuna imani bado na mawaziri ambao tulikutana nao jana na kuyajenga. Nimepongeza serikali, mawaziri ambao wamekutana nao na juhudi ambazo zinafanyika, lakini ikiwa bado juhudi zinafanyika, changamoto maana yake hazijafikiwa. Sasa nini ambacho tunapaswa kufanya na kusukuma nini mje kuipongeza
serikali na kuongeza yale ambayo yametokea wakati changamoto bado hazijafikiwa. Nini ambacho kimetokea katikati? Haionyeshi kwamba mnaogopa sasa na mmeamua kusaliti mapambano, au kuna kitu ambacho kitatokea au mazingira ya kulamba asali? Subiri ni mjibu. Karibu mwenyekiti mjibu. Asante kwa swali lako zuri. Unajua wakati movement inaanza tulikuwa tunapiga kelele katika mitandao ya kijamii mpaka tukaita waandishi wa habari. Serikali ikasikia tunapiga kelele za kila aina. Baadaye ikaamua kuwa hawa tunatakiwa tuongee nao ili tushirikiane. Adhima ya serikali ni kwamba NETO na serikali washirikiane kutatua changamoto hii. Sasa serikali imetuita ili tushirikiane kutatua changamoto, kwa sababu kuna vitu vipo kwetu vitafaidisha wao na kuna vitu viko kwao vinaweza kuwa msaada kwetu. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza kuona kabisa ni hatua kubwa. Kumbuka mwajiri ni serikali. Kama unayempigia kelele amekuita ili mshirikiane kutatua tatizo, maana yake hiyo kwanza ni hatua kubwa, kwa sababu sasa na wewe unakuwa sehemu ya kutatua tatizo. Hili ni jambo la kujivunia kwamba sasa tunakuwa sehemu ya kutatua tatizo la ajira kwa walimu. Kwa hiyo maana yake nini? Tutakuwa lazi kujibu swali lolote tutakaloulizwa baada ya hizo siku 45. Mtuulize yale maswali sasa kwamba mnafanyaje. Serikali sasa imewadanganya, lakini mpaka sasa hivi tunacha kujivunia kwa sababu nafasi hii hatukuwa nayo. Kama mwajiri, waziri wa utumishi katuita, njooni mnieleze. Tumeenda, tumeshirikiana naye na tumemweza, naye ametufafanulia namna ambavyo ataenda kuhendo jambo hili. Na ndani ya siku 45 tutakuwa mbele ya maiki hizi kusema maneno ambayo yataendelea au majawabu ambayo yatakuwa yapo. Naomba niongezee katika swala hili alilozungumzia mwenyekiti. Ikumbukwe kwamba swala letu kubwa lilikuwa ni ajira. Sasa kama ombi letu lilikuwa ni ajira, kwa majibu mpaka jana kwa namna mazungumzo yetu yalivyokuwa ni kwamba wamekubali ombi letu la ajira, lakini wanashindwa kutoa maamuzi kwa sababu katika makala tumezungumzia mapendekezo kwamba kutoka kwenye ajira 15,000 ziingie wapandishe kiwango mpaka kufikia ajira 60,000. Lakini wao wanaweza wakakubali swala hili au wakasema kwamba tunaweza tukaajiri wote, lakini ni swala ambalo itakuwa gumu kwao kwa sababu wao sio watoaji fedha. Lakini hili swala linashughulikiwa na timu mbalimbali. Kama wao watasema kwamba ofisi ya rais management ya utumishi anaweza akasema kwamba okay, ni sahihi sisi tuajiri wote. Je, pesa wanazitoa wapi? Lazima wahusishe wizara ya fedha. Kwa hiyo manake lengo la kuunda hii timu ni katika kuchakata vile vinavyowezekana. Kama kuajiri walimu wote itawezekana kwa makubaliano, pesa zipo, basi watafanyaje? Wataajiri. Lakini kama itashindikana, basi kwa kiwango gani iongezwe idadi ya uajiriwa ili swala liendelee kupungua taratibu, pia wataangalia. Lakini baada ya kufanya makubaliano wao kwenye tume, hawatalitoa moja kwa moja kwenye jamii. Wataita sasa NETO tukae nao mezani kwa yale ambayo tayari wameshaona yana uwezekano, basi na sisi tutoe mawazo yetu kwamba hapa tushirikiane. Ndicho ambacho kimetokea. Nadhani jamii itambue kwamba swala la ajira serikali imekubaliana nalo na yenyewe inaona kama kuna changamoto, lakini hawawezi kutumia wizara moja tu kuamua. Ni lazima washirikiane na wenzao kujua namna ya kutatua. Nafikiri kwa sehemu. Lakini pia kwenye swala kulamba asali, ndugu mwandishi, hilo swala lako kidogo limenichekesha kwa sababu nilikuwa nasikiaga tu wenzangu wanalamba asali. Binafsi hatujaramba asali hata mmoja hapa. Kuna lamba asali hata 1000, hakuna ambaye analamba asali. Lakini sasa sisi ni wasomi, hatutakiwi tu kulalamika mara kwa mara. Haya ndio tunalalamika. Mmetoa hoja, mmeenda mmejibiwa kwa hoja. Tukumbuke kwamba hii ndio swala sisi ndio tuanzisha hili sakata. Tumetoa hoja zetu, tumeitwa, tumejibiwa kwa hoja pia. Lazima pia tu wavumilivu, sio swala kulamba asali. Ni swala wao, sisi tulikuja kisomi na wao wamekutuita kisomi, wamejenga hoja zetu na wamechukua hoja zetu na wao wameleta hoja zao. Tumeona kuna haja ya kusubiri
hoja zao kwanza ambazo wamezitoa na kuzifanyia kazi, tuone baadaye inakuaje. Lakini sio swala la kulamba asali. Hakuna lamba asali. Mwenyekiti, umelamba asali? Hakuna lamba asali hapa jamani. Kwa hiyo lazima tujue hilo kwamba tulikuja mwanzoni sisi, tumekuja tena sisi, hakuna haja ya kulamba asali. Sisi ni Watanzania wazalendo wenye mapenzi ya dhati na Watanzania wenzetu, lakini pia tunafahamu maumivu ambayo maskini wenzetu wanapitia. Kwa hiyo ndugu wananeto, msichukulie kwamba ni swala la kulamba asali. Sisi ni wasomi, hatutakiwi kuwa tunapinga kila kitu. Wanapotuletea hoja serikali, lazima sisi tukae kimya kusubiria hoja zao ziweze kufanya kazi. Hatuwezi kuwa tunapinga moja kwa moja, hilo sisi hatuwezi. Sisi ni wasomi. Sisi sio chama cha kisiasa kwamba muda wote tulikuwa tunapinga. Hapana. Sisi ni wasomi. Lazima tukae tuone kwamba hizi hoja wamezileta serikali, tuzikae tuzifanye kazi na tuzisikilize. Kwa mimi nafikiria ndugu mwandishi wa habari, hakuna lamba asali hapa. Mungu shahidi. Tupo wote, hatuna ajira vile. Wote hapa ni unemployed, hakuna aliyeajiriwa hapa. Mungu shahidi. Hakuna hata mmoja aliyeajiriwa. Mimi nawapieni hivi haki ya Mungu. Hakuna aliyeajiriwa hapa. Ni masuala tu ya hoja. Lazima tuweze kufanyaje? Kuelewana katika hilo. Ndio Clouds, karibu. Mheshimiwa mwenyekiti anaweza akajibu. Anauliza uliposhikwa jeshi la polisi nini ambacho kilitokea na uliambiwa nini? Wanakihitaji. Asante kwa swali lako. Labda tu kwa ufupi ni kwamba kwanza sisi sio wasemaji wa jeshi la polisi. Hicho ni kitu cha msingi sana ambacho kila mtu anatakiwa kufahamu. Sisi sio wasemaji wa jeshi la polisi. Wao wanatekeleza majukumu yao kwa misingi yao, na sisi tunatekeleza majukumu yetu kwa misingi yetu. Kwa hiyo sidhani kama ni jambo la msingi la maana au linaleta taswira gani kuanza kuongelea taarifa za kipolisi hapa. Nafikiri tukisubiri jeshi la polisi au utawahoji jeshi la polisi pia wanaweza kutoa maelezo zaidi kupita sisi. Sisi tumekujibu vizuri kakaangu. Kwa mwenye swali mwingine wote, basi asanteni jamani. Tunawashukuru sana. Tutakutana baada ya siku 45 zijazo. Bye bye. Kama tupige picha andike majina yenu. Sawa, mambo yanaendaje? Karibu tu. Nachelewa. Sasa tungepiga picha ya pamoja kwanza. Kuna ugonjwa. Wapo.